Isaya 4:1. Sikiliza. Nani kafika? Isaya 4:1, sikiliza. Na siku hiyo wanawake 7 watamshika mtu mume mmoja, wakisema tutakula chakula chetu wenyewe na kuvaa nguo zetu wenyewe, lakini tuitwe tu kwa jina, yani bora tu tuitwe tumeolewa, bora tu utuondolee aibu yetu, inatosha. Naongea na mtu. Wewe ambao unasema mimi kuolewa nataka niondoe aibu, na mimi walao niitwa ni mke wa fulani. Ondoa hiyo vigezo, kwa sababu hali yako ya kiroho ulio nayo hairuhusu kupata aina ya mume unayemtaka. Utaolewa mapema, Flavian. Ni mapema tu binti yangu, utaolewa mapema tu. Ukiamua tu mimi yeyote tu akija kwa yeyote mimi nimechoka, nataka bora tu ya aibu niondolee. Utaolewa tu. Ondoa hivyo vigezo, olewa na yote. Lakini baada yake nakwambia utajuta kuolewa. Unaweza kusema baba kashauri vizuri hapa. Nakwambia sawa, utaondolewa hiyo aibu, utaondolewa kwako, lakini ni kweli utaolewa. Ni kweli utaoa yeyote, utampata uliko unamtaka, lakini utajuta kuolewa na huyo mwanaume. Utasema kwa nini nilimuoa mwanamke huyu? Kwa nini nilimuoa? Utajuta. Ushauri mzuri. Unataka kitu kizuri, tengeneza, zingatia msingi wako wa kiroho. Kama kuna mahali panachukua muda mrefu kwenye ujenzi, hapa. Kama kuna mahali panachelewesha ujenzi ni kwenye msingi. Kubali uchelewe kwenye msingi, huku unaimarisha msingi wako. Kubali uchelewe kuanza huduma. Kubali uchelewe kuolewa. Kubali uchelewe kuoa. Shughulikia msingi wako wa kiroho. Kila mtu na ajiangalia namna anavyojenga. Hello? Tuko pamoja? Kila mtu angalia anavyojenga. Ni afadhali ukachelewa kuolewa, lakini unavyoendelea kuchelewesha kutengeneza msingi wako, manake utaendelea kuchelewa kuolewa, kwa sababu unayemtaka hata kuja kwako mpaka msingi wako wa kumbeba huyo umekuwa imara. Wala naye kuchelewesha wala sio Mungu. Tuko pamoja. Aliyesimamisha utaji wako usiongezeke, umesimama hapo ni kwa sababu ya foundation yako. Foundation ulionayo hairuhusu wewe kubeba mamilioni mengi ya pesa, hairuhusu. Msingi wangu mimi, haleluya, msingi wangu mimi unaruhusu kumiliki milioni 10. Zaidi ya hapo, ama nitapoteza ama nitapotezwa. Sio kama wenye akili mnanielewa hapo. Mnanielewa ndugu zangu? Unasema mbona naenda nikifika hapa naporomoka, narudi tena pale. Kinachofanya waporomoke ni msingi wako. Ndio maana wajenzi wa nyumba, kama alijenga nyumba ndefu hata kwenda juu, kama msingi ni mbovu, nyumba inaanguka tena.
utainua tena, itaanguka tena mpaka aende kwenye msingi. Sijui kuna teknolojia ya kushughulikia msingi bila kubomoa juu? Yeah. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Yaani Mungu kuleta utajiri kwako, ukamiliki mabilioni ya fedha, ukaitwa bilionea, kwa Mungu ni rahisi, lakini nategemea, je, hali yako ya kiroho inaruhusu kubeba hayo mabilioni ya fedha? Inaruhusu? Hizo milioni 10 tu, milioni 5 ziko tayari zinataka zikuangushe. Unasema hakuna tajiri kama mimi hapa. Yaani milioni 2 uzo nazo, hizo milioni 2 uzo nazo Musa, hizo hata mwendo wako umebadilisha, karibia uangukie mbele, hizo ndio zinakuangusha, hizo tu. Milioni 2 Musa uzo nazo. Milioni 2 tu pita. Unasema hizi tu. Milioni 2 hizo zinataka zikuondoe kanisani. Sasa nimekuwa na milioni 2, hizo kanisa langu. Milioni 2 tu. Yaani Mungu anaangalia na mabilioni ya fedha, anaongeza kuyaleta kwako. Anaona tu milioni 1.5. Genge. Yaani genge na nyanya chungu hapo, genge lina bamia, genge lina nini, genge lina ikilani, genge kubwa, genge tu. Nasema hapa kanisa mimi hapa fai, nataka nitafute kanisa lingine la matajiri. Genge. Funga mkono kama unanielewa. Haleluya. Haleluya. Tajiri wa rohoni. Haleluya. Tajiri wa rohoni, sifa bora ya tajiri wa rohoni, sifa bora ya tajiri wa rohoni, yeye wakati wote yeye anajiona ni masikini wa rohoni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wakati wote yeye anajiona ni mhitaji, wakati wote yeye anaona mimi nimepungukiwa na mhitaji Yesu. Sema amen. Sema amen kwa jina la Yesu. Haleluya. 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 Biblia inasema mwanasheria mmoja akamwendea Yesu akasema, mwalimu mwema, nifanye nini ili nipate kuurithi uzima wa milele? Lazima ukae ujiulize, mwalimu, nifanyeje mimi ili niwe na msingi imara? Nifanyeje? Binti yangu ananipa hela. Barikiwe binti yangu, asante sana. Haleluya. Haleluya. Yule mwanasheria alipouliza, Yesu akamwambia, haleluya, kwa nini kuniita mwema? Akamuuliza, unazijua sheria? Akasema ndio. Akazitaja ya kwanza, akataja mpaka ya mwisho. Akasema hizi zote nimezishika tangu utoto wangu. Nimepungukiwa na nini? Lazima masikini wa rohoni lazima muulize Yesu, ni jambo gani nimepungukiwa? Nataka nifanye nini zaidi ili niweze kukupendeza? Ndivyo alivyo masikini wa rohoni. Yesu akamwambia, ni kweli hayo yote umeyashika, ni kweli tangu utotoni umeyashika, lakini umepungukiwa na jambo moja tu. Nataka nikwambie, kuna jambo limepungua kwako, kuna jambo limesalia. Tajiri wa rohoni aridhiki na vile vichache alivyovifanya. Tajiri wa rohoni akitoa milioni 5 anaona bado hajatoa. Tajiri wa rohoni
akiimba sana anaona bado hajaimba. Tajiri wa rohoni anasema mimi haitoshi niliyoyafanya, bado nadaiwa kuomba, bado nadaiwa kutoa, bado nadaiwa kumtumikia Mungu, bado nadaiwa. Mimi ni masikini wa rohoni. Umeimba sana, watu wanakushangilia, lakini nasema mimi bado sijaimba. Natamani niimbe zaidi, natamani niimbe zaidi. Kila wakati unaona wewe haujakamilika. Barikiwa mama, asante sana. Riko Ramasaka. Ndugu zangu, kila mtu angalie namna anavyojenga. Angalia msingi wako vile ulivyo. Kinachokuchelewesha ni msingi wako sio imara. Msingi wako ni mbovu. Misingi ikiwa imeharibika, asante sana, misingi ikiwa imeharibika, mwenye haki atafanya nini? Hatuna namna ya kufanya kama misingi imeharibika. Tengeneza msingi wako. Msingi wako ulikuwa ni maombi, umeacha kuomba. Msingi wako ulikuwa ni ibada, umeacha ibada. Msingi wako ulikuwa ni kusoma neno, umeacha kusoma neno. Msingi wako ulikuwa ni kutoa, umeacha. Unasema nilivyotoa inatosha, nilivyoomba inatosha. Lakini masikini wa rohoni, Biblia anasema kila anapofanya yeye anaona anadaiwa, anaona bado linadaiwa, bado sijaomba, bado sijaimba. Hata kama watu wananishangilia, lakini najiona bado. Haleluya, haleluya. Paulo mtume anasema katika kitabu cha Filipi, anaeleza mambo aliyoyafanya. Anasema kwa habari ya sheria mimi sikuwa na hatia. Kama ni kushika torati, mimi ni Farisayo, mimi ni Benjamini. Lakini anasema pamoja na hayo yote mimi sikuwa na hatia. Anawaambia Filipi, anasema sidhani kama nimefika, bado sijafika, bado nakaza mwendo, bado naendelea mbele, bado nasonga mbele. Amefanya mengi, lakini anasema bado nadaiwa kufanya, bado nahitaji kufanya, sijafika bado, bado sijafika kwenye kumcha Mungu, sijafika bado. Kiwango nilicho nacho bado haujafika, haujafika. Wanaokushangilia wanakupoteza tu, wanakutoa kwenye ramani. Kataa kushangiliwa, kataa. Hiyo inakupa kiburi. Kataa. Jione mnyonge, jione una kitu, jione haufai. Haleluya, haleluya. Hawa wanaokusifu wanakupandisha kiburi tu, kiburi tu. Yana kiimba, Roho wa Mungu anashuka. Hapa ndo unaimbia hapa tu. Kwenye madhabahu hii, hapa tuko tunajitafuta, bado hatujafika. Kuimbia hapa tu, hapa tu. Tayari kibiongo. Mimi nampenda Paulo. Haleluya. Mimi nampenda Paulo. Pamoja na kazi kubwa aliyoifanya, anasema sidhani, sijioni kama nimekwisha kufika, sijafika. Wewe mbona unadhika na hicho kiwango kidogo umefanya? Sema sitafanya tena, imetosha. Kanunue kwa Yesu dhahabu safi. Wewe unayejiona mimi ni tajiri. Kanisa la Laodikia walisema sisi ni matajiri, hatujapungukiwa na kitu chochote. Yesu akawaambia kwa kiburi hicho mlicho nacho, akamwambia ninyi ni masikini wa kutupwa. Nawapa shauri, nawapa shauri, nunueni dhahabu kwangu. Dhahabu ni nini? Dhahabu ni hali ya kiroho. Nunueni kwangu mpate kuwa safi.
msingi wako ulipoanza ukoje? Msingi uliokupa huduma bado uko hali ile ile? Msingi uliokuinua, msingi uliokufikisha hapo ulipo, ule msingi uliosababisha ukapata huyo mke uliye naye, ukapata huyo mume uliye naye, ule msingi, kiwango cha msingi bado ni kile kile? Bado unaendelea kuomba kama ulivyokuwa unaomba wakati unatafuta mke, wakati unatafuta mume? Bado unaendelea kuomba, bado unaendelea kufanya uliokuwa unayafanya, kwa sababu umeacha. Kwa sababu umeacha, ndio maana mambo yanayumba. Ndio maana hata unapanda kidogo unashuka chini. Ndio maana ndoa yako ina shida, kwa sababu kilichobeba ndoa yako ni msingi. Msingi umeharibika. Kama msingi umeharibika, utafanya nini mwanangu? Tengeneza msingi. Wengi wanapofanikiwa wanasahau kule walikotoka. Wanasahau kujenga nyumba. Alichimba chini sana, chini sana. Kuchimba chini sana ni kuomba sana. Njia mojawapo ya kutengeneza msingi wako, kuimarisha msingi wako, ni kuamua kuanza kuomba sana. Akachimba chini sana. Kuchimba chini sana ni kuomba sana. Sio maombi hayo, sio maombi unayoomba. Maombi ya sala ya Bwana sio hayo. Maombi ya chakula sio hayo. Kuchimba chini sana ni kuzama rohoni. Unazama, unakuja kuibuka, unaangalia saa. Ulianza saa 11, unaangalia saa 11 alfajiri, umezama ukoloni. Unapokuja kuinuka, unaangalia saa, ni saa 7 mchana. Unaangalia saa, umeingia saa 4 usiku, umeingia umepiga magoti unaomba, unakuja kutoka hapo, unaangalia saa, umemaliza, ni saa 10 kasoro. Huko ndiko kujenga msingi. Huko ndiko kuchimba chini sana. Ukichimba chini sana, hutahitaji kuomba Mungu nipe huduma kubwa. Hutaomba. Huduma kubwa Mungu ataileta mwenyewe, kwa sababu atajua msingi ulioko hapa kwa nation ni msingi imara. Huduma kubwa haitamwangusha nation, wala hata iangusha. Anaileta mwenyewe, inakuja. Kuna mtu binti alikuwa aolewe na wewe. Alikuwa aolewe na wewe, yeye ni wa thamani. Mungu alipoangalia binti anataka kuolewa na wewe unataka kuoa, umeweka vigezo vizuri, Mungu akasema huyu binti nataka aolewe, lakini hata olewa napita. Huyu ataolewa na fulani, najua akiolewa na huyu ndo anaweza kambeba. Nafikiri mimi kuolewa na huyu nilienda chini sana, mpaka huyu unamwona yuko hapo. Mwangalia, hebu simama kwa, simama njoo.
kila siku ni kasichana. Kila siku ni kabinti, kila siku. Na Mungu ananiambia huduma yako wewe kufika kwako mbali, kuna bebwa na huyo hapa. Bila huyu mimi nisingefika hapa. Bila huyu mashetani namuwinda, hata kumuua namuwinda. Mimi kila nikifika nasema Mungu huyu, akifa huyu na mimi nimeishia hapa. Lakini kumpata huyu nilisubiri miaka 5. Yaani mpaka nampata miaka 5. Anasema nimepata sasa mchumba wa kumwoa, miaka 5. Akaniambia naenda shule. Nimemchumbia yuko form 4. Anasema nakwenda shule 11. Nikasema miaka 5 nimesubiri kupata mke. Miaka 2. Nitasubiri. Kama utaendelea na penye nitasubiri. Lakini Mungu akamwambia mchungaji wangu, akaniambia mimi, akasema Mungu ameniambia usimwombee yule aende chuo kikuu, inatosha hapa, wewe utakiwa muoe. Sijai kumwambia, leo ndo anasikia hapa. Nilizimia. Bwana asifiwe. Na alijua huyu atakayeweza kumbeba huyu ni mimi hapa. Mimi najua huyu bila mimi, na uelewe, bila mimi huyu angekuwa ameshakufa. Amenusurika kufa mara nyingi sana, mara nyingi amenusurika kufa. Huyu asingeishi, huyu asingekuwa mama yenu huyu. Lakini nilikwenda chini sana, nikasubiri. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unaona kana nawili tu. Nilikopita bila huyu mimi ningekimbiwa. Haleluya. Lakini vijana leo, kijana unataka umeota leo, unataka kesho kutoe, utapata yeyote. Yeyote, utaona yeyote, utamoa yoyote. Kumpata mke bora, pita. Kumpata mke bora, nenda chini sana. Na kama uko hapa umechumbia, tofauti na huyu na yule pale. Wengine kama mko hapa mmeshachumbiwa. Mnajua wakati wote taratibu zitaendelea. Nataka nikwambie, piga breki.
Ulisema wewe kijana, wewe kibiti, baba, mbona niharibia? Sikuharibii na kutengenezea. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Huko mnadanganyana huko, mtapeana mimba. Mtapeana mimba, kila kitu kimeharibika. Acha mahusiano ovyo, achana ninayo. Huyo kijana muache, piga breki kwanza, anza kuomba Mungu kwanza, omba. Kama ukaona sulisha ndoa, nimechoka. Naomba kinapita, akina Florence, naomba mnisaidie. Nimechoka kusuluhisha ndoa, nimechoka kuandika barua mahakamani kwamba hao tumesuluhisha, imeshindika. Nimechoka. Mwomba Mungu akupe neema ya kusubiri. Mwambie Mungu, nataka nishuke na msingi wangu, nataka nitengeneze msingi wangu ukiwa imara. Najua mke ninayemtaka, mume ninayemtaka, najua atakuja, yani atakuja tu. Mungu anatafuta kumpeleka, anatafuta nimpeleke wapi huyu kijana? Ili hubiri kubwa hili nilipeleka kwa binti gani? Ili imbaji hili nilipeleka kwa kijana yupi? Nilipeleka, anatafuta, anakosa mahali pa kupeleka. Wote misingi ovyo. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu kumleta mke kwako, mume wa thamani kwako, wala sio sura, wala sio umbo, wala sio mavazi vitamshawishi Mungu. Ndio hakuna binti yoyote napaswa kujiangalia ukasema hivi, mimi nani wa kunioa? Hivi mimi nitaolewa kweli? Nasema wewe shughulikia msingi. Ukishughulikia msingi ukiwa imara, mme atakuja kutoka kokote. Atakuja. Haleluya. Atakuja wa rangi yoyote, atakuja. Anaweza kaja Muhindi, anaweza kaja Marekani, yeyote anaweza kuja kwako, yeyote. Sio huyu unayemuona, sio vijana waona. Vijana, we msichana, hayupo naye kufaa, hayupo naye kubeba, yupo mwenyewe. Atatoka mbali, atakastake, atakuja kwako. Wewe relaxi, tengeneza msingi, afu tulia. Hata binti kama huyo, binti kama huyo, asema mi baba, asante sana. Dada kama huyo, binti kama huyo, nasema mimi niolewe na yote tu, niondolewa hivi. Wewe kajenga msingi, nenda chini sana binti, nenda kaniongeza na sadaka. Huyu Mungu hatujamjua huyu Mungu. Ndio maana mama kaubia akisema mjua huyu Jehova. Ukimjua huyu Mungu, ukimjua, hakuna wasahau pao. Haupo. Wewe ni msingi tu. Mwambie Bwana nisaidie. Mwambie Bwana nisaidie. Mwambie Bwana nisaidie. Inawezekana. Inawezekana. Pita kuongoza maelfu ya watu. Pita ukafika kokote, inawezekana. Lakini sasa ndo natengeneza. Nampenda Yesu. Nasema nampenda Yesu. Haleluya. Na waona watu wengi wanakwenda mbali hapa.
Naona watu matajiri hapa nainuka. Naona mababa wanakwenda mbali. Naona vijana wanakwenda mbali. Naona wanawake. Naona wanakwenda mbali. Wanakwenda mbali. Ninavyoona mimi. Naona wao wanaenda mbali. Naona wanafika mbali. Si kama wanavyojiona. Mimi ninaona. Naona wewe unaenda mbali. Ninaona jenga msingi wako wa kiroho, utafika mbali, utakuwa na afya njema. Huo ugonjwa unaouona hautauona tena. Hayo mateso unayopitia ni ya muda tu. Hayo mateso yanaimarisha msingi. Hayo mapito unayopitia yanaimarisha msingi. Ile jaribu unalopitia linaimarisha msingi. Liache lo jaribu liendelee kukaa. Liache lo teso liendelee kukaa. Linachonga msingi. Unavyozidi kukaa kwenye mapito, unavyozidi kukaa kwenye jaribu, hapo upo unanunua dhahabu safi kutoka kwa Yesu. Kama nielewa. Rikora masaka. Simama mahali ulipo. Tutendea wiki ijayo Jumapili. Baba. Naona Roho Mtakatifu yuko hapa. Naona Roho Mtakatifu anatengeneza majianti. Naona Roho Mtakatifu yupo katikati yetu, anakwenda kutusaidia. Inua mikono yako juu. Rikora masaka. Baba. Paulo akasema, nayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Tunayaweza yote, si kwa uwezo, si kwa nguvu, ni kwa Roho wa Bwana. Yeye yupo kutusaidia. Hatuwezi kuomba vile tutakavyo bila Roho Mtakatifu. Yuko Roho Mtakatifu atakayetusaidia. Hatuwezi kuomba masafa marefu pasipo Roho Mtakatifu. Hatuwezi kusoma neno la Mungu katika roho na kweli pasipo Roho Mtakatifu. Yeye yupo kutusaidia. Mchana wa leo yupo hapa. Mchana wa leo Rikora masaka. Namnena Roho wa uzima. Namnena Roho wa uzima anayeweza kutusaidia kutengeneza tena ile misingi yetu. Anayeweza kutusaidia kutengeneza hapa. Roho wa Bwana yuko hapa. Yuko hapa. Atakayetusaidia. Hatuwezi kufanya peke yetu. Yuko hapa kutusaidia. Rikora masaka. Tafakari mbele za Bwana. Tafakari mbele za Bwana. Kuna watu wanaanza upya leo. Kuna watu wanakwenda kuanza upya leo. Kuna watu wanakwenda kujenga msingi wa upya leo. Kuna watu misingi wanakwenda kuimarishwa leo. Baba. Imba tuabudu pamoja huku kitafakari. Jambo lolote bila wewe Yesu, mimi siwezi. Jambo lolote bila wewe Yesu. Inua mikono yako juu. Mimi siwezi. Jambo lolote bila wewe. Mwambie Mungu, mimi siwezi. Yes, mimi siwezi. Jambo lolote bila wewe Yesu, mimi siwezi. Bila wewe, bila wewe
jambo uliyeko hapa, iko neema inakuja, iko neema inakuja. Roho wa Bwana anakuja, Roho wa Bwana anakuja, anakuja kukusaidia, anakuja kukusaidia, anakuja juu yako, anakuja juu yako, anakuja juu yako. Yuko Roho Mtakatifu anakuja juu yako, yuko Roho Mtakatifu anakuja juu yako. Tulia kidogo please, tulia kidogo please. Ribaba ina mikono yako, rabababababababa, rababababababa, ribabababababa. Yuko Roho wa Bwana, liko jiwe la msaada. Biblia inasema nanyi mtapokea nguvu Roho wa Bwana atakapokuja juu yako, nanyi mtapokea mafuta. Yuko Roho wa Bwana anakuja juu yako. Mwanamke uliyekata tamaa, binti uliyejidharau, binti uliyechoka ibada, uliyechoka kuomba, yuko Roho wa Bwana, yuko Roho wa Bwana anakuja juu yako, yuko Roho wa Bwana anakuja juu yako. Huo msingi wako unafanywa upya, huo msingi wako unaenda kuimarika, unaenda kujenga huo msingi wako.
Katika jina la Yesu